kujua kama umevamiwa na nguvu za giza. Vitu gani ambavyo vinakupelekea kujua kwa uhakika kabisa kwamba safari hii nimeshavamiwa na nguvu za giza? Siku zote shetani hana nguvu, ila shetani ana hila. Ni lazima ujue shetani ana uhalali gani wa kunitesa mimi. Kama hauwezi kugundua, ni ngumu sana kumtoa shetani. Kuna sehemu ambapo alikuwa na uhalali shetani ndo akakutandikia hapo. Lazima tujue huo uhalali ndio tuweze kutoka. Sasa leo tutajifunza vitu kama 5 au 6, na haya mambo nitakayo kufundisha lazima uyaone yakijirudia. Sio umeona jambo moja tu kasema tayari na nguvu za giza. Lazima uone yakijirudia. Namba 1, kutokuyapa nafasi mambo ya kiroho. Ukimwona mtu alikuwa very active kwenye mambo ya kiroho, alafu ghafla hatamani wala asikii kwa habari ya mambo ya kiroho, jua kabisa kwamba huyo mtu kavamiwa na nguvu za giza. Namba 1, si ndio? Alafu kuna moja ya Kirumi, kusoma neno la Mungu. Huyu mtu anakuwa na excuse sana za kusoma neno la Mungu. Inawezekana kabisa huyu mtu atakuwa hana uwezo wa kusoma neno kwa muda mrefu, na hata akilisoma neno analisoma kama hadithi. Lakini kabla ya hapo alikuwa analisoma neno vizuri sana. Ukiona mtu wa namna hiyo, au ukijiona wewe ni uko wa namna hiyo, jua kuna shida sehemu. Namba 2, kuomba. Ikifika tu muda wa kuomba, unaweza kuombea chakula tu, lakini ukiangalia kabla ulikuwa unafanya vizuri sana. Na nisikilize, ukiona umepigwa kwenye neno na umepigwa kwenye maombi, jua kabisa shetani anajua hautaweza kumtoa. Kwa sababu siku zote shetani anajua mtu akishaingia kwenye maombi kunakuwa kuna moto ndani yake. Ukiingia na kufunga, ndio moto unakuwa mkubwa zaidi. Kwa akisha kupiga kwenye neno na akisha kupiga kwenye maombi, shetani anajua hapa sasa nimemaliza. Jina la Bwana libarikiwe. Wewe binafsi hautaweza kuja kumtoa. Ili kumtoa itahitaji mtu mwingine au mtumishi mwingine, lakini wewe binafsi hautaweza kabisa kumtoa. Na namba 3, kwenda kwenye fellowship au kanisani. Mara nyingi sana ukisali kwenye kanisa kama ile la kwetu, yaani Jumapili 2, Jumapili 3, lazima kutakuwa kuna deliverance tu. Sasa mara nyingi sana shetani anakuondoa katika hilo kanisa, anakupeleka sehemu ambapo hakuna maombi, au kuna maombi lakini hakuna maombi ya deliverance. Kwa hiyo umeingia kwenye hilo kanisa, umekaa kiti cha mbele na shetani yuko ndani yako kakunja 4. Maana yake kuanzia hapo shetani akishajua amekukamata kwenye hilo eneo, ata relax ndani yako. Na kuanzia hapo ndo shetani anaanza kufanya vitu vingine vingi zaidi. Lakini lazima kwanza kukamate kwenye hayo maeneo 3. Hasa hayo maeneo 2, neno na maombi. Wakorintho wa pili mlango wa 2 mstari wa 11. Wakorintho wa pili sura ya 2 mstari wa 11. Shetani asije akapata kutushinda, kwa maana hatukosi kuzijua fikira zake. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema shetani asije akapata kutushinda, kwa maana hatukosi kuzijua fikra zake. Fikra zake ndio hizi ambazo nazisema sasa hivi. Sasa baada ya haya mambo, kushindwa kwenye neno, kushindwa kuomba na kwenda fellowship, ndio anaanza kufanya mambo yake. Namba 2, ndoto ambazo unaziota sio za ushindi tena, ila ni za kushindwa. Kama mwanadamu, ninaamini kabisa kila mwanadamu huwa anaota. Kila mwanadamu huwa anaota. Na ukimsikia mtu anasema mimi siotagi kabisa, ni kwamba anaota ila anasahau.
kama mtu anasema yeye waga haoti, au wakati mwingine ukiota ndoto waga unazisahau, kuna kitu kimoja cha kufanya. Tegesha alamu yako saa 8:30, tegesha alamu yako saa 10. Kila saa 8:30 shtuka, alafu lala tena. Saa 10 shtuka, alafu lala tena. Ukifanya hicho kitu utakuja kugundua kuna ndoto ambazo utaanza kuziota kuanzia saa 4 mpaka saa 8. Ukishtuka tu utakuwa unaweza kuzikumbuka. Siku zote unaanza kuota ndoto ukiwa unashindwa, sio kushinda. Na ndoto nyingi sana zinakuja katika ulimwengu wa roho. Kama uko chini ya attack ya shetani, maana yake utakuwa unaota ndoto nyingi sana za kushindwa. Ndoto nyingi sana za kushindwa. Yaani kupe aina mbili za ndoto. Sawa? Ambazo mara nyingi sana shetani huwaga anaziweka kwenye maisha yetu. Ndoto ya kwanza, utaota ukiwa unafukuzwa, aidha na mnyama au mtu, lakini utaota ukiwa unafukuzwa. Maana kubwa ya hiyo ndoto, wanajitahidi kukukamata, lakini bado hawajakupata. Wanajitahidi kukukamata, lakini bado hawajakupata. Unaota unakimbizwa kweli na kichaa, unaota unakimbizwa kweli na kichaa, au unakimbizwa na mbwa, au unakimbizwa na simba. Ghafla unashtuka kabla hajakupata. Jua kabisa unatafutwa. Lakini ukiota umeng'atwa na mnyama au umekamatwa labda na mtu, jua kabisa kuanzia hapo umeshakamatwa. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa kuna ndoto zingine anazozitoa Mungu, huyo mtu hawezi kuzisahau. Kuna ndoto ambao umeota ukiwa la 7, la 6, mpaka leo unazikumbuka hizo ndoto za Mungu. Lakini pia kuna ndoto za shetani ambazo mpaka leo bado unazikumbuka. Yaani hata mtu akikushtua una uwezo wa kumsimulia kila kitu. Kwa ndoto zozote ambazo ni za kishetani, utakuwa unaota unashindwa, sio kushinda. Jua kabisa kuanzia sasa hivi mimi nina shida, nahitaji kuombewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka ngoje tusikize kama ndoto 2 au 3 za watu ambao wameziota ndoto ambazo ni za shetani. Na ukikaa unakumbuka vizuri sana A mpaka Z. Sio kaanza kusimulia kuanzia sasa hivi mpaka tukamaliza saa 2. Jina la Bwana libarikiwe. Nataka tujifunze tu kwamba kuna ndoto ambayo ulishawahi kuiota unaikumbuka vizuri sana, lakini tuiache ndoto ya Mungu, hiyo ndoto ambayo ni ya shetani. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Niliwahi kuota kwamba nimeng'atwa na nyoka mweupe kwenye mguu wangu, na baada ya ile ndoto kazi zangu zikaanza kuvurugika. Ilitokea hiyo na sikuelewa ilikuwaje, lakini kwenye njozi niliona nyoka mweupe akaning'ata mguuni. Mbona ilichukua lini? Muda gani? Ilichukua kama miezi 3. Biashara nikafunga, kila kitu kikawa kimeharibika. Mbona manake huyo ni roho ya mauti. Ndio maana inakuja kama nyoka. Sasa itakiwa baada ya kuota tu wewe unaufahamu. Unajua hii ni roho ya mauti inanitafuta. Kwa kaanza kuomba kwa habari ya roho ya mauti. Ninaamini kabisa Mungu angekusaidia, biashara zako zingeweza kwenda mbele. Lakini kwa sababu hatujui vitu. Niliota nimepoteza kiatu cha mguu wangu wa kushoto. Alafu asubuhi nilipoamka nilikuwa naenda ofisini kwa ajili ya kuchukua pesa yangu ya mshahara. Nilipofika njiani, sehemu ambayo nilikuwa nimekanyaga, kumbe kulikuwa na matope mengi yanafika kiunoni, na ni kweli nikapoteza kiatu cha mguu wangu wa kushoto. Nilitafuta bila mafanikio yoyote, na kuanzia siku hiyo kazini kwangu kukawa kuna suasua mpaka leo. Mbona
Kwa maana yake hizo ndoto hazikuwa tu ndoto za kawaida, zilikuwa zina reality, zina uhalisia katika ulimwengu wa roho. Na ndio maana ukishaota tu, ukishtuka, kitu cha kwanza unachotakiwa kufanya, hii ndoto imetoka kwa nani? Unaangalia imetoka kwa Mungu, imetoka kwa shetani, au ni ndoto ambayo mimi nimeamua kuiota. Ukishajua aina zote tatu, kama imetoka kwa shetani, amka uombe. Naomba mpaka ujisikie amani. Kuna wakati mwingine kuchukua siku 3, kuna wakati mwingine nachukua wiki ili uweze kusikia hiyo amani. Kuna wakati mwingine nakuchukua mwezi mzima ili uweze kusikia hiyo amani. Nimekuambia kuna aina 3 za ndoto. Jaribu kuichunguza inapita katika eneo gani. Kama ni ya Mungu, kama ni ya shetani, au kama ni ya kwako. Kwa kuna ndoto zingine zinakuja katika uhalisia. Kwa hiyo unatakiwa kuwa makini sana na ndoto ambazo unaziota. Namba ngapi tunaenda? Namba 3. Kuwa na mawazo hasi, kuwa na negative thought. Mara nyingi sana watu ambao wako kwenye hizi ataki wanakuwa na mawazo ya kubomoa, sio kujenga. Mtu anawaza kwamba atakufa siku si nyingi, ndani yake kuna hiyo hali. Nisomea Wakorintho wa pili. Wakorintho wa pili mstari wa lango wa 10 mstari wa 5. Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 5. Tukijiangusha mawazo ya kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na kuiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kila fikra ipate kumtii nani? Kristo. Masuala ya kuwaza, unasema unajenga nyumba, hii nyumba lakini hata nikijenga sidhani kama mimi nitakaa, watakalia watu wengine. Ukijiona una hizo thought, jua kabisa you are under attack. Na nisikilize, hizo thoughts sio zinakuja mara moja, umenielewa eh? Zinakuja mara nyingi. Namba 4, kila jaribu likija ambalo linatoka kwa shetani linakuchukua. Kila jaribu la kukuja kama linatoka kwa shetani linakuchukua. Andika, majaribu ni mambo yanayompata mtu bila huyo mtu kutegemea. Kuna aina 3 za majaribu. Tasoma haraka haraka. Namba 1, majaribu ya kujisababishia wewe mwenyewe. Yakobo 1:14. Yakobo 1:14. Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ni majaribu ya kujisababishia wewe mwenyewe. Lakini pia kuna jaribu kama kipimo cha Mungu. Jaribu kama kipimo cha Mungu. Mara nyingi ukishinda tu hayo majaribu, Mungu huwa anakuongeza hatua nyingine. Zaburi 11:5. Zaburi 11:5. Bwana humjaribu mwenye haki, bali nafsi yake humchukia asiye haki na mwenye kupenda udhalimu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana humjaribu mwenye haki. Kwa kuna majaribu mengine huwa yanatoka kwa nani? Kwa Mungu. Na siku zote majaribu yanayotoka kwa Mungu ni ili Mungu akuelevate. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini kuna majaribu yanayotoka kwa shetani. Mara nyingi hili jaribu likitokea, hautaweza kulikwepa. Kama ni jaribu la uzinzi, huo uzinzi lazima utakupata. Kama ni jaribu la wizi, huo wizi lazima utakupata. Namba 5, hakuna chanzo kamili cha tatizo. Hakuna chanzo kamili cha tatizo. Wakati mwingine ukijiangalia, huoni kama kuna milango uliyoifungua. Ukijiangalia unajua kabisa kuna chanzo sehemu, lakini hichi chanzo sikijui. Kwa mfano umefukuzwa ofisini. Ukijaribu kujiangalia, mbona sijawahi kufanya kosa lolote? Hata kama kuna kosa niliwahi kufanya, linahitaji msamaha, lakini kwa nini nimeondolewa? Kwa mfano unakuta mtu anaumwa, lakini ugonjwa hujulikani. Hospitalini wanapima hawaoni ugonjwa, lakini wewe unajua unaumwa kabisa. Namba 6, kujua aina ya wito wako na kutoufuata. Una wito wa Mungu lakini haufanyii kazi.
Unajua kabisa wewe ni daktari, lakini umekuwa parishweka. Unajua kabisa wewe ni mwimbaji, lakini umekuwa asha. Sio kitu cha kucheka. Kuna destiny ambayo Mungu kakuandalia na anakusubiria kwenye hiyo destiny, lakini wewe utokei. Kwa nini utokei? Kwa sababu umekamatwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wiki ijayo nitafundisha namna gani ya kutoka. Tutapata muda tuombe. Na watu wote waliokuwa na changamoto ya nguvu za giza, Mungu atawafungua. Nimeongea pointi 6. Ziko karibu 10. Ukiona kuna 2 na zinatokea frequently, jua kuna sehemu Mungu anahitaji kukutoa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.